Hii leo macho ya dunia yameelekezwa katika mji wa Mashhad nchini Iran, ambako taifa hilo limekusanyika kumwaga mtu aliyekuwa sehemu ya historia yake kwa zaidi ya miongo mitatu. Ni siku ya huzuni kwa wafuasi wake, siku ambayo maelfu ya watu wamejitokeza kutoa heshima zao za mwisho kwa Ayatollah Ali Khamenei, kiongozi ambaye kwa miaka mingi alikuwa na mamlaka makubwa zaidi katika mfumo wa kisiasa wa Iran. Katika mitaa ya Mashhad hali imekuwa tofauti na siku nyingine. Umati wa watu umejaa huzuni, wengine wakiwa wamebeba picha za kiongozi huyo, huku wengine wakitoa vilio na maombolezo wakati mwili wake ukipelekwa katika eneo la mazishi. Kwa wengi waliokusanyika hapa, hawakuwa wanaaga tu kiongozi wa kisiasa, bali walikuwa wanaaga mtu ambaye waliamini alikuwa amebeba hatima ya taifa lao kwa kipindi kirefu. Kwa wafuasi wa Khamenei, alikuwa mfano wa uongozi na msimamo. Walimuona kama mtu aliyelinda misingi ya mapinduzi ya Iran ya mwaka 1979 na kusimama dhidi ya kile walichokiona kama shinikizo kutoka mataifa ya Magharibi. Kwao kuondoka kwake ni mwisho wa enzi ya kiongozi aliyekuwa na ushawishi mkubwa katika kulinda maslahi ya Iran na kuhakikisha mfumo wa Kiislamu unaendelea kusimama. Lakini nyuma ya heshima hizo, jina la Khamenei limekuwa likibeba mijadala mikubwa kwa miaka mingi. Wakosoaji wake wamekuwa wakisema kipindi chake cha uongozi kilihusishwa na changamoto za kisiasa, matatizo ya kiuchumi na mvutano mkubwa wa mataifa ya nje, hasa Marekani. Hivyo urithi wake unabaki kuwa na sura mbili tofauti. Kwa wengine akiwa shujaa wa taifa, na kwa wengine akiwa kiongozi aliyeacha nyuma maswali mengi. Mazishi haya yamefanyika katika kipindi ambacho Iran inapitia wakati mgumu zaidi wa kisiasa na kiusalama. Kifo cha Ali Khamenei kilitokea wakati mvutano kati ya Iran na Marekani ukiwa umeongezeka, huku hatua za kijeshi na kauli kali kutoka pande zote zikizua hofu kuhusu mustakabali wa Mashariki ya Kati. Katika siku za maombolezo yaliyotangulia mazishi haya, viongozi wa Iran wametumia tukio hilo kuonyesha umoja wa taifa hilo na kuahidi kwamba misingi ya mfumo wa Kiislamu uliojengwa baada ya mapinduzi ya mwaka 1979 itaendelea kulindwa. Lakini wakati viongozi wakitoa kauli hizo, dunia imeanza kujiuliza swali kubwa ambalo linaweza kuamua mwelekeo wa taifa hilo. Je, Iran itabaki kwenye njia ile ile baada ya kuondoka kwa mtu aliyekuwa nguzo kuu ya mamlaka yake kwa miongo kadhaa? Kwa miaka mingi, Ayatollah Ali Khamenei alikuwa sehemu ya kila uamuzi mkubwa wa Iran. Alikuwa ushawishi katika masuala ya kisiasa, kijeshi na mahusiano ya kimataifa. Maamuzi yaliyofanyika chini ya uongozi wake yaliathiri si tu maisha ya watu wa Iran, bali pia yalikuwa na athari katika eneo zima la Mashariki ya Kati. Na kwa sasa Iran imemaliza kumwaga kiongozi huyo aliyekuwa na nafasi kubwa katika historia yake. Lakini safari ya taifa hilo bado inaendelea. Kifo cha Ali Khamenei hakijafunga tu ukurasa wa maisha ya mtu mmoja, bali kimefungua kipindi kipya ambacho kinaweza kuamua mustakabali wa Iran kwa miaka ijayo. Nyuma ya maombolezo, maua na heshima za mwisho, kuna maswali mazito yanayosubiri majibu. Je, viongozi watakaokuja wataweza kuendeleza mfumo aliouacha Khamenei? Lakini je, watachagua njia na msimamo mkali au watafungua milango ya mabadiliko mapya? Mimi ni Regina Baltazari, hizi ni Ripoti Kimataifa.